Kama unaandika, nataka uandike laana ya vizazi. Unakuta watu wengi wametamkiwagwa na wazazi wao maneno mabaya ya laana. Baadhi yao unakuta wametamkiwagwa. Sasa ukisoma katika kitabu cha Yeremia 32 na ule mstari wa 18, nataka tuangalie hapo. Tutaongelea mambo ya msingi sana leo. Biblia inasema hivi, kuanzia ule mstari wa 17 anasema, Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uwezo wako mkuu na kwa mkono wako ulionyooshwa. Hapana neno lililo gumu usiloliweza. Mstari wa 18, wewe uwarehemuye watu elfu nyingi, walipae baba za watu uovu wao vifuani mwa watoto wao baada yao. Mungu aliye mkuu, aliye hodari, Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Umeona mstari ulivyokaa? Mtu huyu anajifunua kwa Mungu kwa maombi. Anamweleza Mungu kwamba kwako hakuna jambo lolote gumu usiloliweza. Lakini mtu huyu akagundua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba kuna rehema za Mungu kwa wale waliolaaniwa, ama ambazo laana hizo zimepitia kwa vizazi vyao ama wazazi wao. Hapa anaongea juu ya mzazi na mtoto. Ndio maana hapa anasema hivi, wewe uwarehemuye watu elfu nyingi, uwalipae baba za watu uovu wao. Baba za watu hao walifanya uovu wao vifuani mwa watoto wao baada yao. Wababa wale wamerithi laana hizo kwa wazazi wao, na wao sasa watoto hao wanazibeba hukumu za Mungu. Watoto wao ndio wanazibeba hizo hukumu. Walipae baba za watu uovu wao. Anaulipia wapi? Vifuani mwa watoto wao baada yao. Maana yake baada ya wazazi wao kupita kwenye dunia hii wakafa, watoto ndio wanaanza kupokea ile hukumu. Umenielewa? Ni kama nimesikiaga hata kwenye nchi mbalimbali, nchi inaweza ikachukua mkopo wa muda mrefu. Sema wa muda mrefu. Unachukuliwa mkopo wa nafuu, wanasema wa nafuu wa muda mrefu. Nchi inakopa nchi kwa sababu ya faida ya wananchi wake, labda kuleta maji, barabara na vitu vingine, hospitali. Lakini mkopo wa muda. Sasa ukisikia muda mrefu, hao waliojiwekea dhamana namna hiyo wanaweza wakaukopa. Sasa saa ya kurudisha wao hawatahusika saa nyingine, kwa sababu ya muda mrefu. Inategemea na age yao. Labda mkopo wa miaka 20, 25, 30, ndio labda watoto wao ndio wanaanza kufanyaje? Kulipa. Kwa hiyo wasipolipa, watoto wanahukumiwa makosa ya wazazi wao. Sasa namna hiyo wanaweza wakakosea wazazi, lakini watoto wajukuu ndio wanakuja kupambana na laana ya Mungu. Na neno la Mungu halipishani. Ukiangalia laana ya vizazi pia, Mungu alipowaonya wana wa Israeli katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 3, anasema, msivisujudie nchi mnayokwenda ina miungu, msisujudie miungu yao wala msiitumikie, maana mimi ni Mungu mwenye wivu, ninawapatiliza wana maovu ya baba zao. Ni sawa si sawa? Mungu anasema nawapatiliza wana maovu ya baba zao, kizazi cha kwanza mpaka cha ngapi? Cha 4. Alafu anasema na warehemu maelfu wanipendao. Kwa maana hata kama una laana, bado kuna mlango wa kurehemiwa na kutoka kwenye hiyo laana. Ndio maana ya kurehemiwa. Sasa
Kwa msingi huo nataka niseme kuna watu pia wenye laana ya wazazi ama ya wazazi wao, na laana hizi likuja baada kutamkiwa na wazazi. Wanatamkiwa maneno na wazazi, ndipo miungu ama mizimu inapopata nguvu sana kupitia maneno waliotamkiwa. Umesomaga Methali sura ya 6? Methali sura ya 6, naweza tukaangalia hapo. Methali sura ya 6 na mstari wa 2. Biblia inasema, basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Sasa wazazi bila kujua adui anavyofanya kazi, anaweza kumtamkia mtoto wake maneno ya laana magumu. Alafu yule mzazi anakamatwa na ulimwengu wa roho wa mizimu ama miungu, inamkamata yale maneno. Kwa hiyo kuzimu ama ile miungu ama mizimu inapata sababu ya kufuatilia kizazi cha baba huyo, kizazi cha mzazi huyo, ama kizazi cha mlezi huyo. Na nielewa kitu nimesema? Kwa hiyo mizimu inapata nguvu sana kupitia maneno yanayotamkwa. Na ndio maana tulijifunza siku za nyuma, hasa kwa leo, wale ambao wanajua mahali popote walitamkiwagwa na wazazi, ama wazazi waliharibiwa tu wakajikuta wametamka, ama wakakosea tu wakafikiri ndio wanaonya watoto wao, lakini wakatamka neno gumu na wewe unalikumbuka neno hilo, na kutoka hapo imekuwa kama mikosi, na imepita hata kama ni muda mrefu, lakini neno hilo huwezi kulisahau. Mtu wa namna hiyo anatakiwa ingie toba ya siku moja kabla hujaanza kujitenga ama kuja madhabahuni kutengwa na hiyo laana ya mizimu, na ndipo Mungu atakwenda kukufungua kirahisi. Kwa sababu mizimu inapataka nafasi pale ambapo mtu ametamka neno lisilofaa. Jamani, hapa unaona hapa ni uzao na mzazi. Nasema warehemu ya maelfu nyingi, unawalipa baba uovu wao vifuani mwa watoto wao baada yao. Kwa hiyo inakuwa na halali ya kuwatesa watu. Kwa hiyo unakuta wazazi wana nguvu kwenye vinywa vyao, na mizimu inakuja kupata nguvu ya kuwafunga wale wazazi juu ya yale ambayo wameyatamka. Mungu atusaidie. Kuna watu wengi sana ambao walikataliwa na kushushwa vyeo vyao kwa sababu ya mizimu. Kuna watu wengi sana ambao ama wamekataliwa, na wale ambao labda wanafanya kazi unakuta wanashushwa vyeo vyao. Nikisema vyeo vyao ni nafasi zao, viti vyao. Bila sababu tu najikuta inatokea, basi tu unashushwa nafasi yako, unaondolewa kwenye kiti chako, na unajua kabisa hapo ni Mungu amekuweka, lakini unakuja ujikuta unaondolewa. Kwa hiyo watu wengi wanashushwa na mizimu. Nisikilize. Ukisoma katika kitabu cha Luka na kitabu cha Mathayo, kinasema hivi: Yesu alipelekwa na Roho Mtakatifu jangwani kwenda kujaribiwa na Ibilisi. Sini sawa? Kuanzia sura ya 4 mstari wa 1 na kuendelea, unakuta Yesu alipofunga siku 40 bila kula na kunywa, akaona njaa. Alipoona njaa, ndipo akapelekwa na Roho Mtakatifu nyikani, akajaribiwa na Ibilisi. Wengi wanajua, akaambiwa, mmoja wapo anaambiwa, ikiwa wewe ndio mwana wa Mungu, yaamuru mawe haya yawe mkate. Yesu akamwambia, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani kwa nani? Wa Mungu. Na hiyo ni siri ya ajabu sana. Mtu wewe hutaishi kwa sababu ya urithi wa baba yako, ya kazi yako, ya maisha yako, ya afya yako, ila unaweza kaishi miaka mingi mitimilifu kwa kumsikia Mungu anasemaje juu yako.
Maana Mungu analiangalia sana nini? Neno lake. Umenielewa? Mungu anaangalia nini? Neno lake. Mungu akijifunua kusema na wewe, nataka nikwambie utatesa kwa zamu chini ya jua. Hata kama umezungukwa na maadui wangapi, apiganaye vita ni yeye aliyesema na wewe. Lakini ukikosa neno, unaweza kaisoma Biblia hii kutoka Genesis mpaka Revelation, inaweza isikusaidie kama Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu hajajifunua juu ya maandiko hayo. Nisikilize. Mwisho Biblia nasema Shetani akamchukua Yesu Kristo, akampandisha juu ya kilele kirefu, na upande mwingine ambiko akapandishwa juu ya mnara. Si ndio? Kwenye kupandishwa unaona Luka anaongea tofauti, Mathayo anaongea tofauti. Angalia kwenye Mathayo sura ya 4 ule mstari wa 5. Maana mstari wa 4 nimejibu, asema naye ajibu akasema, akamjibu akamwambia, mtu hataishi kwa mkate ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha nani? Cha Mungu. Mstari wa 5 angalia. Kisha Ibilisi si ni Shetani? Ibilisi si ndio Lucifer? Si ndio? Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Baada kumweka huko, alafu angalia target yake ilikuwa ni nini? Anamwambia mstari wa 6, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mkononi mwako atakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Alafu Yesu akamwambia, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Alafu mstari wa 8 anasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Angalia hapa mstari wa 5, akamweka juu katika kinara cha hekalu. Umenielewa Kiswahili hapo? Na Biblia yako imeandikwa hivyo. Mpaka mji mtakatifu akamweka juu ya kinara cha nini? Kwa hiyo watu wengine wanaweza wakainuliwa kwenye madhabahu, wanaita ya Yesu Kristo ya Mungu, lakini sio Mungu aliyewainua. Hapa Yesu aliinuliwa na nani mpaka kwenye hekalu? Na Mungu Baba ama na Shetani? Angalia mstari wa 8. Baada ya kumshindwa hapo, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Mlima mrefu mno. Akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukiniangukia kunisujudia. Kwa hiyo target yake ya kumuinua, lengo amsujudie nani? Amsujudie Shetani. Sasa nisikilize, kuna mahali na kwenda. Kwa hiyo unaweza kafikiri kama hujakaa rohoni, huwezi kumjua kuhani aliyoko kwenye madhabahu ameinuliwa na Mungu ama ameinuliwa na Shetani. Lakini unaweza kumuelewa pale tu utakapokaa rohoni na kujua tabia yake inafanana na tabia ya Mungu ama inafanana na tabia ya Shetani. Biblia inasema, kwa mti utawatambua kwa matunda yao. Unanielewa? Mti utatambua kwa nini? Kwa matunda yao. Na matunda ya Mungu unayajua kwenye Wagalatia sura ile ya 5 na ule mstari wa 19 na 20 na 22 mpaka 23. Tabia za Mungu nazikuta kwenye tabia ya Mungu, na ikuta tabia ya Mungu kwenye mstari wa 22 na 23. Anasema tunda la Roho ni upendo, amani, uvumilivu, kiasi, wema na vitu vinavyofanana na hivyo. Alafu tabia ya Shetani utaijua tu. Matendo ya mwili ni hasira, chuki, chungu, hila, uasherati, uchawi, ufisadi, sijui na nini. Na wayatendayo hayo hawataurithi ufalme wa nani? Unaweza kaangalia ile madhabahu, hata kama hujui kiroho sana, angalia tabia ya huyo mtumishi. Na ukiona tabia yake inakwenda inafanya vitu visivyo
na neno la Mungu na tabia za Mungu, usihangaike. Ujua huyo ameinuliwa na shetani kwenye hiyo madhabahu. Maana hapa shetani anahangaika na Yesu, anamuinua mpaka kwenye kinara cha hekalu. Tena mji mtakatifu, sio mji mchafu, mji mtakatifu. Kwa anampitisha, anamweka hapa, anamwambia Bwana, mimi nakuweka wewe kuwa hapa mtu mkubwa sana hapa, lakini wewe nisujudie tu kidogo hapa, wewe eleza sera zangu tu hapa. Yesu akakataa hicho cheo, akakataa hiyo dhamana, akasema kama haitoshi, huyu anakataa mambo ya kiroho, ngoja nimpeleke ya kimwili. Akampeleka mlima mrefu mno, mimi nitakupa kila kitu. Sasa imagine watu wangapi wamemsujudia shetani na unawaona wako juu, lakini wamepelekwa na mizimu. Mizimu imewapa heshima sababu inamsujudia. Yesu alikataa kuisujudia mizimu, na wewe usisujudie mizimu. Ndio maana watu wengi walioshindwa, waliokataa kuisujudia mizimu iwe kibinadamu, walishushwa vyeo vyao, waliondolewa kwenye viti vyao na vikao vya uongo, vya uzushi, wakawakataa watu waliokuwa wazuri, watu walio wakuu, watu waliokuwa nafanya njia zinazopendeza mbele za wanadamu na mbele za Mungu, wakaondolewa kwenye hivyo viti bila sababu. Kama shetani anaweza kainua watu, pia shetani anaweza kamshusha mtu. Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Nisikilize wana wa Mungu, na utakaponisikiliza kwa makini na ukamwomba Mungu, kajitenga na mizimu, nataka nikwambie siku zinapoanza hapa mbele, watu wengi ambao wamepitishwa mahali pabaya wanaenda kurudishwa kwenye nafasi zao. Mungu anaenda kuwarudisha kwenye nafasi zao. Maana Mungu aliwakusudia kuweka kwenye ile nafasi. Kumbuka, mizimu inaondoaga watu kwenye nafasi, inaondoka watu kwenye viti vyao, na ikimwondoa mtu inamtafuta aibu, inamwachilia aibu na vizazi vyake na familia yake. Na wengine wakikaa vibaya wanauawa, lakini msukumo mkubwa ni kuzimu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 40. Kaangalia hapa, maana watu wengine wanaanza kusema imeandikwa wapi Sumbe? Imeandikwa huku kwenye Biblia yako na ya kwangu iko. Kitabu cha Mwanzo. Wewe si unajua wanadamu huwa wanadai haki zao, si ndio? Pia Mungu huwa anarudisha madai ya watoto wake. Watu wengi wanaenda kurudishiwa na kupiganiwa haki zao. Nakwambia kabisa, Mungu ameniambia mara kadhaa ni mwaka wa kufutwa machozi, alafu anawapa furaha na amani na ushindi mkubwa ambao hakuna atakayewatikisa. Hakuna kitu kibaya mtu ambao amejulikana alafu ghafla huo mtu ukakatwa. Asikiaye na afahamu. Hakuna kitu kibaya kama mtu umekaa kwenye nafasi na heshima alafu ghafla unaondolewa. Alafu tena kwa maneno magumu. Fikiri ukiwa na familia yako mkitazamana, mnashindwa hata kuangaliana. Kuna watu wanaungua ndani kwa ndani, lakini msukumo mkubwa, kuzimu haikutaka hiyo nafasi. Kwa kuwa wamekataa kuisujudia. Nani alikataa kumsujudia ile mnara shetani aliyoweka kupitia hiyo mtawala? Waliokataa ilikuwa Shadrach, Meshach na Abednego. Walikataa. Na wao walikuwa na vyeo vyao, nafasi zao katika Israeli. Walipokataa, mashtaka yakatengenezwa, vikao vya uongo vikakaa. Si unajua shetani ni baba uongo?
kuzimu inapangaga matukio mabaya. Na ilipokaa wakatokea maagenti ambao nayo wana ngazi kubwa, wanamwambia mfalme, kuna watu hawa wanaotoka kule ukimbizini, hawataki kutii sheria yako, wako hapa Waebrania hawa, na wakati hawajakataa kutii. Sasa tengeneza huo mnara, kila mtu kwa mwezi mzima asujudu hapa. Yule asiye sujudu hapa, tengeneza moto. Mfalme naye badala kufikiri, kwa kuwa naye ana muunganiko wa kuzimu, anaongozwa na mizimu, akafanya hivyo. Kumbe anatafutwa mtu. Kitu kinaweza kikatengenezwa mahali, lengo lake anatafutwa mtu ama watu. Wakapatikana kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Wakaambiwa lazima mkasujudu, wasema si hatuwezi kusujudu. Ghafla mashtaka yakafika. Wakaitwa mbele ya mfalme. Wakamwambia, si ni hawa hapa tunakuambiaga. Hawa hapa. Sikiliza uovu wao, hawataki kutii sheria ya nchi. Akamwambia, hivi ndio kweli nyie? Akasema, mfalme uishie milele, uishi tena milele. Mtasujudia hiyo sanamu au hapana? Anasema, kwa kweli mfalme, tunaye Mungu aliye hai. Huyo Mungu anaitwa Mungu wa Waebrania, Mungu wa Isaka na Yakobo. Sisi, wewe ndio amekuweka hapo. Kwa hiyo wewe nachotokuomba, sisi ile sanamu hatutaweza kuisujudia, ila wewe hakika wewe uishi milele. Akasema, mimi nataka mkasujudia, hatutaisujudia. Sema, tunaongeza kwa hasira. Mfalme akasema, chochea mara 7 huo moto. Hasira ikapanda ya nyoka. Biblia inasema hasira ya mpumbavu inakaa kifuani mwake. Shetani akaleta hasira yake. Akachochea mara ngapi? Akasema, chochea huo moto mara 7. Yani kama ule wa kuyeyusha vyuma. Ukachochea. Mfalme akamwambia, I say, twendeni leo. Wakakamatwa, wanaletwa kama wafungwa. Akawatafadhalisha mfalme. Mfalme akamwambia hivi, jamani, kuna nafasi ya mwisho. Hii ni last chance. Kama mtanisikia, hii ni last chance. Kwa hiyo kubalini ili nisiwaingize huko, maana sheria nimeshaweka saini hapa. Na lazima mimi mfalme nitii sheria. Anasema, kwa kweli mfalme, Mungu anaweza kutuokoa na huo moto. Na hata asipotuokoa mfalme, yeye atadumu hata milele. Wacha sisi tuingie huko. Kwa sababu hatutasujudia sanamu yako. Kuambiwa hivi mbele ya wakubwa wake, sema kamata itakataka. Lengo lake wanatafutaga watu wa namna hii kuadhibu mbele za watu na kuwatangaza vibaya, lengo watu wengine waogope, ili utawala ule uwe na nguvu. Unanielewa kinasema? Mwisho wakawakamata. Alafu mfalme amekaa hapo, anataka kushuhudia watakavyolambwa na huo moto ambao umechochewa mara 7. Yani wayeyuke tu ghafla kama mshumaa. Alafu asema, meona kwisha. Nani mwingine analeta ujinga ambaye asujudii hapa? Utaona wote wanasema, uishi milele mfalme, hatutaki kuungua kama hawa. Jamani, simwahirisha. Sema hamna, Mungu hawezi kutuokoa. Kama hawezi kutuokoa, anabaki yeye ni Mungu. Unanisikia? Kuna watu ambao wameondolewa kwenye viti vyao kama akina Shadraka, Meshaki na Abednego. Umati mkubwa wa watu wanaangalia hukumu ya yule mfalme. Kila mtu anasikitika. Lakini Mungu alikuwa pamoja na kina Shadraka, Meshaki na Abednego. Wakawachukua. Sema wakawachukua. Wakawachukua wale, kama ni mabodyguard mimi sijui, kama ni maaskari mimi sijui, enzi hizo. Wakawabeba. Twende, wamefungwa ili usifurugute. Wakafikishwa. Wanaona mlango wa moto, hilo joto lenyewe hapo. Ile wanasema 1, 2, ile kutupa. Hao walio watupa wao ndio wakakamatwa na huo moto.
unakwenda kuona vituko. Mungu anafanyaga vituko kwa waovu. Wewe uliondolewa kwenye nafasi yako, unakwenda kuona vituko. Sema amina kama unanielewa. Ile kuwatupia tu, si ndio Biblia inasema hivyo? Wale waliowatupia kina Shadrach, Meshach na Abednego, wao ndio walifanyaje? Walivutwa na ule moto. Wao ndio wakaungua, hata wakuingia ndani, hapa nje tu ukawalamba, wakamalizwa hapo. Alafu kina Shadrach, Meshach na Abednego wanaingia taratibu. Kufika huko inakuwa sio moto, anakuwa Mungu moto ulao. Yuko pamoja na wao, anafanya fellowship. Tena mbele ya macho ya mfalme. Mbele ya macho ya nani? Nebukadreza. Shadrach, Meshach na Abednego wakakaribishwa na Mungu moto ulao. Na mbese hata kama ungechochewa mara 10, mimi ndio chanzo cha moto. Mimi niko na wewe hapo. Wakaanza fellowship. Sema wakaanza fellowship. Wakaanza kufundishana. Mfalme yuko pale, alikuwa anangojea angalie wa jamaa wanavyoyeyuka kama mshumaa. Kutazama namna hii, anaona mtu wa 4. Anaambiwa angalia vizuri. Mizimu naambia angalia vizuri. Ana mtu wangapi? Mtu wa 4. Tena ana mavazi meupe ambaye hayachafuki hata na ule moto. Nataka niseme neno la Mungu. Haleluya. Neno limenijilia kama Yeremia nabii alivyoajiliwa na neno la Bwana. Biblia inasema neno likamjilia Yeremia na kusema, na mimi neno limenijilia kusema, kuna watu ambao waliingizwa kwenye moto kama kina Shadrach, Meshach na Abednego. Moto upi? Wakaondolewa kwenye nafasi zao. Kumbuka yanaposhtakiwa, alafu makosa yale yakaonekana ni kweli, hajaisujudia ile sanamu. Sikiliza, kutoka hapo alihukumiwa hukumu ya kwanza, anaondolewa kwenye kiti, alafu anapelekwa gerezani, wanangojea ile hukumu. Na baada ya hukumu, sikiliza, kiti hicho hakuwa nacho. Kuna watu wameondolewa kwenye nafasi zao ambao Mungu aliwaweka, iwe katika taifa la Tanzania, iwe katika taifa mengine, iwe katika nchi zingine, iwe kwenye taasisi mbalimbali. Lakini wale watu walikuwa ni watu wakuu, walikuwa ni watu wapenda haki, watu walikuwa nafanya kazi kwa weledi, kwa sababu Mungu aliwaweka kwenye hiyo nafasi. Lakini kuzimu walipokaa na mizimu na maajenti wake, wakawatengenezea uongo, wakawatengenezea tuhuma, wakaondolewa, wakaenda kwenye familia zao. Ile familia zao wakaanza kuteketea kama kwenye moto. Ninayo habari njema, Mungu ameniambia nikutangazie, anakwenda kupigana vita na wale ambao waliwashika kina Shadrach, Meshach na Abednego. Walitumbukia, wao ndio waliangamia. Lakini kutoka hapo akina Shadrach, Meshach na Abednego walikaa kwenye huo moto. Baada ya kukaa kwenye ule moto kwa muda mrefu na wanaona hawateketei, mfalme yule yule akawaita, akamwambia, kama mnanisikia, tokeni huku nje ya moto. Sema amina wewe. Mungu anapokwenda kukufuta machozi, anafanya vitu vinakuwa vice versa, vinakuwa kinyume chake. Wale waliokutangulia, my friend, sikiliza, walikutangulia wakakunyang'anya haki yako. Nataka niseme hivi, ukaonekana wa mwisho. Ukisema nyuma geuka, unakuwa wa kwanza. Unakwenda kuwa wa kwanza katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka nikuulize, Nebukadreza akiwa kwenye kiti, mawaziri wake au wakuu wake wa jeshi waliwaita akina Danieli, ama yeye mwenyewe ndio aliwaita? Yeye mwenyewe ndio aliwahukumu, yeye mwenyewe ndio aliwaita. Na akaona hili shauri si sawa, akamwambia, jamani, kama mnanisikia, Shadrach, Meshach, Abednego, mnanisikia? Na huyo mtu wa 4 hajamuita, maana hamjui. Hawatamuona Mungu wako alivyo mkuu.
nitakuwa pamoja nanyi. Mungu alisema hata ukamilifu wa dahari. Hawatamuona mtu mwingine, lakini wewe utamuona, maana yuko pamoja na wewe. Kaambia kama mnasikia mtoke. Wakamtazama Mesia wao, mtu wa 4, wakamwangalia wakamwambia, Bwana, nyie nendeni tu, mmeshashinda. Nilitaka niwatie adabu, alafu sheria zao wajue ni za wanadamu. Ziko sheria zangu zisizoweza kutanguliwa. Mimi ni Mungu niliyoweka wanadamu. Yuko Mungu mwenye nguvu dhidi ya wanadamu wote. Mkamuulize Nebukadreza alipokwenda kuhukumiwa kula majani miaka 7 kama mnyama. Mwisho Biblia sema kwenye Danieli 4 mstari wa 34, anasema ndipo fahamu zake zikamrudia, akamtukuza Mungu aliye juu, na akajua Mungu ndio anayetawala wanadamu. Hebu sema amina kama umenielewa. Nataka nikuulize swali simple tu, alafu tukasome hii kitabu cha Mwanzo 40. Nataka nikuulize, walipotoka kwa wito wa mfalme, wao unafikiri waliachwa tu kwenda nyumbani ama walirudishwa kwenye viti vyao? Unaenda kurudishwa kwenye kiti chako. Unaenda kurudishwa kwenye kiti chako. Na familia yako itakuwa inashangaa. Na watu ndio itakuwa mwanzo wa kukuheshimu na kukuogopa na kumtukuza Mungu wako aliye hai. Sema amina. Sema amina tena. Kwa mizimu inatesaga watu na kuwaumiza watu, na si tu wale watu, na familia zao. Namba 2, mizimu inaondoaga watu kwenye nafasi kama sehemu ya kuwaibisha. Namba 3, mizimu inaua watu kibinadamu. Ndio maana yule mfalme nia yake ilikwenda kuwaua wale wanadamu. Moto umechochewa mara 7, ilikuwa kwenda kuwatengeneza, kuwaua, lakini Mungu akabadilisha. Ni mwaka wa kubadilishiwa mabaya. Ni mwaka wa kubadilishiwa nini? Mabaya ambayo maadui waliyapanga kwako. Kitabu cha Mwanzo. Ngoja tuangalie na jambo hili. Utampenda Mungu tu. Hata kama wengine wakwambiaga hauna Mungu, watamtafuta Mungu wako. Maana Mungu hajifichagi kwenye dini. Watu wengine wamejisifia dini zao, wakakunena, wakasema huna Mungu. Nataka nikwambie, na dini zao watakuheshimu tu. Mungu akitokezea, heshima inatokezea. Kitabu cha Mwanzo sura ya ngapi nimesema? Sura ya 40. Asante sana. Tafuta haraka sura ya 40 watu wa Mungu. Alafu tuanze ule mstari. Ikiwezekana tuusome wote, kwa sababu sio mingi, si ndio? Si ndio watu wa Mungu? Ikawa baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wake wakamkosa bwana wao mfalme wa Misri. Hawa watu wakamkosea bwana wao. Huyu mmoja alikuwa mnyweshaji, maana yake mtu anayeweka vinywaji na vyakula mezani mwa mfalme, si ndio? Na mwokaji. Mstari wa 2, Farao akawaghadhibikia maakida wake wawili, mkuu wa wanyweshaji, tena ni mtu alikuwa bosi, mkuu wa nani? Mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa waokaji. Mstari wa 3, akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari humo gerezani, mahali alipofungwa Yusufu. Mkuu wa askari akamwendea Yusufu akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu, nao wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo, kadha kwa kadha katika kifungo. Mstari wa 5, wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku moja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake, mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Waliofungwa wapi?
gerezani. Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Mstari wa 7, akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana wezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu? Tafadhalini niambieni. Mnyweshaji mkuu akamhadithia Yusufu ndoto yake, akamwambia, katika ndoto yangu nimeota uko mzabibu mbele yangu, na katika mzabibu mlikuwa na matawi matatu, nao ulikuwa kana unamea, unachanua maua, vishada vyake vikatoa zabibu zilizoiva. Na kikombe cha Farao kilikuwa mkononi mwangu, nikazitoa zabibu nikazikamua katika kikombe cha Farao, nikampa Farao kikombe mkononi mwake. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndio hii, matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yako, nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake, kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji wake. Huyu mtu aliondolewa kwenye kiti chake, nafasi yake, cheo chake, lakini akaachiliwa mateso na vifungo. Lakini sasa Mungu anamuingilia kati, anakuja kusema naye kwa njia ya ndoto. Ni sawa? Ila Yusufu akamwambia, ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba ukanitaje kwa mfalme, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii, kwa sababu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Waebrania, wala hapana sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Mkuu wa wokaji alipoona ya kwamba hiyo tafsiri ni ya mema, akamwambia Yusufu, mimi kadhalika nilikuwa katika ndoto yangu, na tazama ziko nyungo tatu za mikate mieupe juu ya kichwa changu, na katika ungo wa juu mlikuwa na kila namna ya chakula kwa Farao katika kazi ya mwokaji. Ndege wakavila katika ungo juu ya kichwa changu. Yusufu akajibu akasema, tafsiri yake ndio hii, nyungo tatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua na kukuondolea kichwa chako, maanake atakuua, si ndio? Na kukutundika juu ya mti, na ndege watakula nyama yako. Ikawa siku ya tatu, siku ya kuzaliwa kwake Farao, akawafanyia karamu watumwa wake wote. Akakiinua kichwa cha mkuu wa wokaji. Angalia, huyu mtu alikuwa na nafasi kwenye kiti chake. Akakiinua kichwa cha mkuu wa wanyweshaji na cha mkuu wa wokaji miongoni mwa watumwa wake. Akamrudisha mkuu wa wanyweshaji katika kazi yake ya kumnywesha, naye akampa Farao kikombe mkononi mwake. Bali akamtundika mkuu wa wokaji kama Yusufu alivyowafasiria. Umeona maneno hayo? Umeona maneno hayo? Hapa kuzimu huwa inaondoa watu kwenye viti vyao, kwenye nafasi zao. Wengine wanaondolewa kwa magonjwa, wengine wanaondolewa kuwawa. Hawa watu naye walikuwa wakubwa. Likatokea la kutokea, mfalme wakashtakiwa, wakakamatwa, wakawekwa gerezani. Mahali Yusufu alipokuepo nao wakawekwa huko. Lakini ilikuwa watu wakubwa, mkubwa wa wokaji na mkubwa wa wanyweshaji. Wakaacha viti vyao, nafasi zao. Wangapi wanaelewa? Kama shetani alimchukua Yesu akampeleka juu ya hekalu, juu ya mlima mrefu mno, lengo lake alisema nisujudie. Alipokataliwa huwa analeta malipizi. Mwisho tunaona mkuu wa wanyweshaji alipoota ndoto akamwambia Yusufu, na Yusufu kwa neema ya Mungu akatafsiri. Baada ya siku chache, ilikuwa ni sikukuu ya kuzaliwa kwa Farao, anasherehekea akiwa na furaha. Kwa hiyo watu wengine wanaachiliwa huru. Mmoja wapo akamwachia mkuu wa wanyweshaji, akamrudisha kama ndoto ilivyokuwa nasema, alafu akampa Farao, akamwambia, bwana usirudie tena mambo kama haya, rudi kwenye nafasi yako. Kumbe Mungu anamrudisha. Farao yule yule aliyewahukumu, Farao yule yule anawarudisha. Nebukadreza yule yule aliyotaka kuangamiza akina Shadraka, Meshaki na Abednego, na akaona waangamie, baada ya Mungu kufanya mapinduzi,
huyo huyo aliwatoa na akawarudisha kwenye nafasi. Mungu atusaidie. Lakini yule mwingine, angalia, akauawa. Ule mkuu wa waokaji akafanyaje? Angalia, watu wengi wameuawa, lakini nyuma yake ni mlango wa nini? Wa kuzimu. Mungu anapigana na taifa, anapigana na mataifa dhidi ya milango ya kuzimu. Kuna watu walioonewa, nataka nikutangazie, baada ya kumaliza wale waliotoaga sadaka za kujitenga na mizimu, nataka niwaambie usimkosee tena Mungu. Wao wanaendaga mawakala kumsujudia shetani, wanatoa sadaka nyingi sana. Mtakatifu ukiingia kwa Kristo, ukaamua awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, akakuokoa, akakuosha dhambi zako kwa damu yake, kwa kumkiri yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sikiliza, usitende dhambi tena, uwe mtakatifu, na usiache kutoa zaka na dhabihu kwa uaminifu, tena kwa wakati. Ndipo hutaona kifungo chochote kikifunga tena. Lakini na habari njema, wale wote walioondolewa kwenye viti vyao, haijalishi taifa mahali uliko, haijalishi kampuni mahali ulipo, haijalishi eneo uliko, nataka nikwambie Mungu anapigana vita. Lengo lake nini? Anataka kukufuta machozi, maana aliona ulionewa kama Yusufu. Aliyempigania Yusufu alikuwa ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Ndugu zake walimkataa, ndugu zake walimsingizia mabaya kwa baba yao. Mungu akamwambia, wewe nikukufunulia ama nikijifunua kwako kukuambia wewe mzee Yakobo kwamba mtoto wako hajauawa, ndugu kaka zake ndio walifanya hila. Nikikufunulia jambo hili, unaweza kaacha laana kwenye kizazi chako. Hii ni shule yangu, wacha watoto wangu wapite, nitakubariki, nitakulinda, nitamlinda na Yusufu. Biblia inasema alikuwa gerezani, lakini Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Na mimi nataka nikwambie, wale walioumizwa mioyo, walioondolewa kwenye viti, Bwana anakuwa pamoja na ninyi, na ile aibu inakwenda kupiganiwa. Mungu anakwenda kukufuta machozi, unarudishwa tena kwenye nafasi ya kiti chako. Na wale wabaya utawatafuta, hutawaona. Miaka ya nyuma kidogo, kuna mambo yalikuwa yananiliza moyo wangu. Nataka nikwambie, mtu akiwa na nafasi, akiongea kwa watu wowote wale, anaonekana yeye yuko right zaidi. Umeelewa kinasema? Mtu hata akiwa muovu, akisimama mbele ya watu, wewe ambaye huna ngazi hiyo, wewe ambaye uko chini, yeye akiamua kunena lolote juu yako, unaonekana wewe ufai. Anaonekana yeye anachonena ni kweli, hata kama sio kweli. Ilitokeaga kwangu wakati Mungu ananiandaa, yakatokea matukio, watu wanainuka wananena magumu, na wao ni watu wakubwa, wenye nafasi zao, wenye heshima zao. Wakati wananena, mimi natazamana na mke wangu, tunalia. Unatamani hata roho itoke, uitoe mbele ya watu waione roho yako namna hii, kwamba maneno hayo si kweli. Lakini roho iko ndani ya moyo wa mtu, ndani ya mwili wa mtu. Kwa hiyo tukaeleweka kitu kibaya, hatuna adabu, hatuna heshima, wasiofundishika watu hawa. Wachache wanaotujua ndio wanaumia. Inakuwaje? Hivi kweli mmekosea hivi? Hivi kweli jamani? Wananifuata pembeni. Hivi ni kweli? Kama alivyosema kiongozi fulani. Mama anawaambia sio kweli. Wakiniuliza mimi nawaambia niombeeni tu. Niombeeni Mungu anisaidie. Siwezi kuambia sio kweli au ni kweli. Naambia niombeeni tu Mungu anisaidie. Ninachotaka niwe mtiifu. Nataka niwaonyeshe hawa watu, maana najua sitaki wawe messenger kwa kile nilichosema, maana watakirudisha.
Kwa kuwa mkuu amesema, ninaambia basi yeye ameona, lakini niombeni. Yamkini yeye anaona zaidi, ili yamkini Mungu anisaidie na mimi. Lakini huku nateketea ndani, maana sio kweli. Na mbaya zaidi, unaumia na familia yako. Siku moja, wakati mwingine ameinuka namna hii ananitangaza. Nilikuwa nakwenda mkoa mmoja kupeleka huduma. Mungu alinisemesha nenda huo mkoa. Tena unaenda vijijini ndani. Nikaenda kumwaga moja ya viongozi wangu. Yeye alikuwa ni mtu mkubwa tu, hata kwenye jimbo. Kwa lazima kwa nidhamu, mimi nilikuwa ni mwinjilisti wa kanisa, kwa lazima nikaage. Nikaenda kuaga, mkiongea naye anakuchekea, lakini moyoni anaficha moyo. Ukiondoka anasema wewe ufai. Ukikaa na mtu namna hiyo ni nyoka. Heri yule mtu ambaye mnaweza kugombana hapo hapo, lakini mkimaliza mmemaliza na Mungu anatukuzwa, kuliko mtu ambaye anakutia hamasa, anakuambia kuna shida, na wakati anajua moyoni ana shida na wewe. Hao ni akina Kaini. Wameua watu wengi kiroho, wameua huduma nyingi. Na Mungu asiposimama na watu namna hii, watu wengi wanaochukia Kristo hawamchukii Kristo, wanaochukia Kristo kwa sababu ya mawakala wanaomwakilisha Kristo. Wanaona kumbe kama ni namna hii. Siku moja mke wangu ananiambia si ulale. Hujalala mchana, usiku saa hizi hujalala. Nikamwambia nitalalaje, roho yangu inauma. Roho yangu inauma mama. Nikijaribu kujipembeleza nisahau, roho yangu imesimama inauma. Namwambia Mungu, ponya roho yangu. Saidie Bwana. Saidie Bwana. Nikasikia sauti waziwazi inaniambia niliwapitisha wana wa Israeli jangwani, na mimi ninataka nikupitishe wapi nikuandae kwa ajili ya maelfu ya wanadamu kuniletea nafsi zao. Kamwambia Mungu, niko tayari, lakini hivi vitu ni vigumu na roho yangu inauma. Najua roho ikiwa inauma, hata ukipewa juice huwezi kunywa. Hata ukipewa maji haya ambayo yametoka kwenye fridge ya baridi, ambia kunywa, unaona kama ni machungu. Mapito hadithiwa, usipite. Hata ukipita watu wakikwambia Mungu anaweza, unaweza hata usisadiki. Nikamwambia Mungu, naomba unipe usingizi, kwa sababu roho yangu inauma. Nimekuelewa, lakini nipe usingizi Bwana. Na hii shule imekuwa ngumu sana Mungu. Kila mtu akinikaribia naambiwa ni najis. Naambia Mungu nisaidie. Yamkini umetengwa na watu wanakuona wewe ni najis. Ni kitu kibaya. Ukikaa na watu wengine kama unaambukiza upupu, unaambukiza kitu kigumu. Saa imefika ya kufarijiwa. Watu wanaweza wasikuelewe. Wanalewa upande ule ambao una sauti, na ule upande ukiwa una nafasi kidogo ya baraka, ya mali, ya heshima, ya cheo, hawatakusikiliza wewe. Watawasikiliza wale ambao wana nafasi. Wewe una hata gari, hata nyumba hamna unapanga. Hata kama unayo haina hadhi. Hawezi kusikilizwa. Lakini asante, Yesu alimsikiliza Yusufu. Yesu alimsikiliza Shadraka, Meshaki na Abednego. Mungu anakusikiliza wewe. Nikapewa barua na mkuu wangu wa jimbo ya kunitambulisha huko. Kumbe hiyo barua inanitukana. Ukitaka kwenda juu,
utokutana na mapito ya juu. Ile barua imeandikwa. Mimi nimeaga vizuri, naambia ngoja tukupe na barua bwana, ukatambulishwa. Nimepewa barua. Imepigwa stapler. Ya kwanza nawekwa bahasha, inapigwa stapler. Kacha 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 kacha. Bahasha ya pili nawekwa stapler. Zile pini zile. Bahasha ya tatu tena stapler. Tungefika siku hiyo tungeiwasilisha. Gari kaharibika njiani, tukalala njiani. Gari la abiria. Ngana siku hata na gari. Sana sana nilikuwa na kabaisikeli kangu kananisaidia mtaani. Mungu atusaidie. Tukafika usiku, kesho yake tukalala. Tumelala kwenye nyumba sebuleni. Alafu nikasikia Mungu anasema hivi, makuhani wananena uongo ama uovu, na manabii wanafurahia mambo hayo. Alafu mwisho anasema, na ninyi mwisho wenu mtafanyaje? Nikamweleza mke wangu usiku, tumewasha kibatari kijijini. Anambia kuna kitu naambiwa hapa. Kaambia Mungu imeandikwa wapi? Akanambia Yeremia 5:30. Cha tusome. Yeremia 5:30. Kama una amani sema amina. Mungu anakufundisha hekima hizi. Usiangalie tena kibinadamu. Maana Mungu anakwenda kukurudisha kwenye nafasi na maadui watakuogopa kabisa. Anasema hivi, mstari wa 30 na 31. Jambo la ajabu la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao. Na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nanyi mtafanya nini mwisho wake? Nilipomwambia Mungu imeandikwa wapi? Akaniambia hapa. Tukachukua Biblia, tukafungua begi, nikachukua ka Biblia. Kumbuka alikuwa anaenda kwenye huduma. Niliposoma nikamwambia mama, hii neno Mungu anamaanisha nini? Mama kanipata ufunuo, akasema hivi, barua uliibeba sio sawa. Nikamwambia hiyo zinanitambulisha. Anambia hiyo barua uliibeba sio sawa. Sasa nikamwambiaje man, tufanyeje? Sema ukisikia amani chome moto. Nikamwambia Biblia imesema uwe mwaminifu mpaka kufa. Sitaulizwa umeifikisha. Tawaambia nimechoma moto. Akaniambia nimekuambia kama utasikia amani choma. Kama hujasikia amani ujue mzigo ni hapo. Kesho yake tukapeleka hiyo barua kwa mhusika. Alipoisoma huduma zote zikasimamishwa. Tukaambia huyu ni muasi. Ikatangazwa habari mbaya. Moyo wangu karudi kuuma tena kama mtu anatoboa na sindano hivi. Nikamwambia Mungu, si uchukue maisha yangu niende mbinguni. Waona ngoja nikutende dhambi tena. Nilikuwa nimekutendaga dhambi ukaniokoa, ukanipata tena kwenye baa Seliani ya Arusha, ukanitokea kwa moto, nikawa kama vituko. Watu wengi walikuja kushuhudia mtu huyu ambaye amemeza kabomu. Sasa umeniokoa. Sasa tena huu moto unasema unanitengeneza. Sasa hii tena barua natukanwa. Sasa mimi naomba hivi, tengeneza njia mimi niende mbinguni. Na mizimu ya upande wa kwetu, sababu ilikuwa sijatengwa na ino halali, inasukuma maadui namna hii. Lakini Mungu alijua atashinda. Nimeshinda ili wewe kushinda. Mungu alinipa kushinda my friend, na leo wewe unashinda. Na si tu kushinda, na kizazi chako kushinda. Utakuwa wakili mwaminifu wa Mungu aliye hai. Sikiwa nakumbuka tunatembea zaidi ya kilomita 7-8 na mke wangu. Tunarudi kwenye mji tukaenda kulala. Tumetoka kule tumekataliwa. Tunatembea. Mke wangu akiniangalia na mwaga machozi. Na mimi nikimwangalia mke wangu na mwaga machozi. Tunatembea. Kuna mtu wa kusema. Imebaki rohoni tu, Mungu unanisaidiaje?
Kila sana naambia niliandaa wana wa Israeli jangwani, na mimi nakuandaa ili ubebe sauti yangu, ili ubebe uungu wangu. Si kila mtu anaweza kubeba uungu wangu. Ndio maana wengi wameshindwa kubeba uungu wangu kwa kushindwa shule niliowapitisha, wakakimbia kufanya agano na shetani, wakamsujudia, wakapewa maelfu, lakini hawana neno la uzima ndani yao. Kaniambia amua na wewe, maana ilikuwa namsumbua kila wakati. Nikafikiri, nikaambia Mungu amekasirika. Unajua Mungu akikukemea mpaka mifupa inatetemeka. Nikaona hii ni mbaya zaidi. Nikaambia Mungu, natubu dhambi zangu, nisaidie. Rudisha upendo wako Bwana, nishike. Sijui kwa nini Mungu ananiongoza niseme maneno haya leo. Mungu alipoona nimesarenda, usiku kucha huwezi kulala my friend. Watu wanalalaga ikiwa umekula, umekunywa, hata kama shida ziko hapa na pale, unamkabidhi Yesu, unasikia una relax, unavuta na blanketi, unalala. Ikikufika usingizi huo unapaa. Usingizi unapaa. Hata maombi usipoangalia yanapaa. Ndipo Mungu akaniambia, akanipa neno, nikaona likaja wazi. Alafu nikasikia amka soma. Nikaona Isaya sura ya 41. Naomba nisome hili neno alafu tukaombe watu wa Mungu. Isaya sura ya 41. Sitakaa nisahau kamwe wema wako Mungu ulionitendeaga. Ule mstari wa 11 akaongea, ninaposoma alafu kawa kama speaker iko nyuma yangu. Ninasoma alafu natangulia kuniambia maneno haya, yanatangulia alafu ni kama mimi sijui alifanyaje sauti yangu siku hiyo, mimi hata sikumbuki alifanyaje. Mimi naangalia Biblia hivi ndio naanza kusoma lakini sauti nyingine imenitangulia mbele. Baada ya siku mbili akaniambia Roho wangu Mtakatifu alikuwa anakusomea neno langu, ahadi nao sema na wewe. Akaniambia hivi, mstari wa 11 mpaka 13. Tazama, Isaya 41 mstari wa 11 mpaka 13. Tazama, watu walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika. Watu washindanao na wewe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta wala hutawaona. Wale waliopiganao na wewe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa. Wale waliofanya vita juu yako, kwa maana mimi ni Bwana Mungu wako, nitakushika mkono wako wa kuume, nikikwambia usiogope, mimi nitakusaidia. Kama si Mungu kunitokea, unaweza ukafa kama wanadamu wengine. Na maneno haya nayanena kwa sababu Mungu anaongea na mtu fulani mahali hapa. Watu waliona hasira juu yako watatahayarika, watafadhaika. Watu washindanao na wewe watakuwa si kitu na kuangamia. Kuna watu ambao baada ya hapo niliwashuhudia leo, pamoja na njia zao na hatua zao na ukubwa wao, wamekuwa si kitu. Na usifikiri ni kitu kizuri. Mekuwa kama mahame my friend. Usishindane na mtu ambaye ana Mungu ndani yake, alafu huyo mtu hashindani na wewe. Watu wengi wanapata advantage pale ambapo unasemwa vibaya na wewe unachukua neema, unakwenda kuanza kusema pepe. Hautavuka. Wacha kupiganie yule ambaye ni wa Alfa na Omega. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikatoka katikati yao. Baada ya siku mbili nikaona ile shamba la katani nilivyowekwa katikati. Ukifanya hivi unachomwa. Niliwahi kushuhudia. Ukifanya hivi unajua ile katani mkubwa. Nimejikuta nimefanya shingo hivi. Mpaka kwenye macho hivi katani. Ukifanya hivi unachomwa. Fanya unachoma. Fanya hiyo choma.
umebaki hivyo. Maadui walivyo wengi. Halafu nikasikia sauti inaniita kutoka juu. Iliponiita sauti kaniambia, Elibariki. Nikaona nanyanyuliwa hapo. Nikawaacha kwenye mataa. Utawaacha kwenye mataa katika jina la Yesu. Uzuri wa Mungu haonjei mboga jikoni bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu aliondolewa kwenye kiti chake atarudishwa kwenye kiti chake. Kila mtu aliondolewa utajiri wake utarudishwa kwenye utajiri wako. Kila mtu aliondolewa kwenye ndoa atarudishwa kwenye ndoa. Kila mtu alioletewa magonjwa na kupigwa na magonjwa ya aibu, magonjwa yataondoka na wewe utasonga mbele katika jina la Yesu Kristo. Noa mikono yako sasa. Tunakwenda kuomba. Nataka wewe ambaye maneno haya yamekuhusu, naomba muamini Mungu. Haujachelewa. Na maisha yako yako mikononi mwa Mungu. Ndio maana watu wengine wanapigwa na mizimu ya laana ya maneno walikotoka. Tulipolia namna hiyo, kesho yake likatokea tukio kubwa huko. Wale watu wakasema, mwiteni basi Bariki. Nilipoitwa kwenda kwenye hiyo semina, nikamwambia nendeni mwambieni huyo mkubwa, nataka nisikie tamko lake, mimi sitaki kusikia kwa maneno tu. Sasa hiyo amepatwa na jambo kubwa ambalo mimi sikujua Mungu anafanya nini. Akasema mwambieni tu ahudumie watu wa Mungu. Nikiwa nimesimama mahali hapo, akaletwa binti ambaye kalikuwa kanasoma shule. Ndio kalikuwa kameingia form 1. Lakini kameenda kumbe kana ujauzito. Kwa kuona aibu atarudije kwa wazazi wake, akatafuta njia za kujichokonoa ili haribu ile mimba. Na mwisho wake akatoboa kizazi, akawa anavuja maji. Kizazi wakasema huyu labda kikatolewe. Na unajua hali ya vijijini. Mungu akaniambia kuna kitu nataka nifanye ili wajue niko pamoja na wewe. Na nilipofika saa ya kuomba, naona binti anasimama. Unajua hamna sakafu kama hii. Hakuna sakafu. Maviti wenyewe ni yale mabenchi tena ya kienyeji. Kati naomba naona binti maji yanatoka kwa miguu yake. Akasema huyu mtoto mbona anajikojolea kwa nini? Ndio wakanieleza tatizo. Nilipoomba, kile kizazi ambao kilikuwa kimeoza cha kwenda kutolewa, Mungu akabadilisha, akamponya saa ile ile. Wale watu mpaka leo wapo. Leo yule dada ni mtu mzima na familia yake. Alafu kesho yake asubuhi kabla ya semina, Mungu akatuongoza na mke wangu kwenda kwenye boma moja. Kule kuna maboma makubwa wafugaji. Tulipoenda kubisha hodi, nasikia mtu yuko ndani asema karibu. Ingieni tu. Asema nani huko kwa chunguli? Njoni mpaka ndani. Kumbe mtu amepooza. Ni mwanamke aliyokuwa ameolewa na familia, watoto wawili kipindi hicho. Akapata stroke. Akapooza. Kwa hiyo hawezi kufanya chochote. Wamemhangaikia. Mwisho mume wake akamrudisha nyumbani kwao. Akamwambia baba mkwe na mama mkwe, mnajua nilivyohangaika na mke wangu, lakini hali inaendelea kuwa mbaya. Naomba mnisaidie. Wakamrudisha. Saa hiyo alikuwa na mwaka mzima akiwa kwa wazazi. Alipotueleza hiyo historia, nikamwambia wacha tuombe. Wazazi wake walikuwa wametoka kwenda shambani. Yeye ameachwa mwenyewe hapo. Nilipoomba Mungu akaniambia, mwambie atakapoisikia sauti yangu ikimwambia inuka, asisite, ainuke.
Akamwambia Mungu amenaambia hivi. Mke wangu akamsitiza, ambia umemsikia mchungaji alichosema? Ukisikia tu sauti na kuambia inuka, haijui itakuja saa ngapi, lakini uinuke. Akasema nimesikia. Tukaondoka. Kaambia wazazi hao wakija waambie tumewasalimia. Tukaondoka. Kesho yake mchana ameachwa peke yake mchana. Usingizi ukampitia, akasikia jina linamuita Grace, inuka. Alikuwa anaitwa Grace. Akasikia inuka. Aliposikia inuka, ghafla na yeye akafanya kama mtu ambaye alikuwa mzima, akafanya hivi, akajikuta ameviringa akaanguka huko chini. Akaanza kujishika, kwa sababu mtu hajatembea zaidi ya miaka 7. Akaanza kujishika kwenye ukuta, akaanza kwenda taratibu, huku anamwambia Yesu, asante, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Watumishi walioitwa na Mungu, mapito yao ni magumu. Wao hawatangulizwi kupewa pesa. Wao wanafundishwa. Wakati wengine wanapewa pesa, wao wanaposhinda wanapewa anointing, wanapewa nguvu ya Mungu kwa ajili ya kuwasaidia wanadamu wengine. Ilipofika jioni, watu wanarudisha mifugo nyumbani, na wazazi wake wanarudi, wanamkuta yuko nje, anakamata na mnaikuta kuta za boma. Wakabaki kusema, huyu ni Grace. Wewe mama fulani, ndio wewe. Njoni niwaambie, yule mtumishi aliniambia nikisikia sauti, na mimi nilisikia nikaanguka. Kwa hiyo niko hapa, ni Mungu tu, ni Mungu tu. Nataka nikutangazie wana wa Mungu wale hai. Nenda kajitakase leo. Nenda kajitakase na Ijumaa na Jumamosi. Na huku ukimuuliza Mungu sadaka ipi ya kutoa, ujitenge na mizimu. Kwa wale ambao hawajajitenga na mizimu bado, Mungu atakusemesha. Atakusemesha. Kwa wale ambao walikuwa hawajatengwa na mizimu. Na wale ambao wametengwa na mizimu, nataka nikuambie uko sawa, lakini nataka nikuonye jambo moja. Mungu anataka ulinzi wako. Usiache kutoa zaka na dhabihu kwa wakati. Fungu la 10 kwa wakati. Huo ndio ulinzi wako. Ndio maana nasema nitamkemea yeye alaye. Wakristo wengi wamekamatagwa na shetani baada ya kufunguliwa, wanapoacha kutoa fungu la 10 ama hawatoi kwa wakati. Na wengine wanapoona wanapata baraka kubwa, ilikuwa Mungu ananiambia angalia mtu huyu. Nikaona mtu yule ambaye amefunguliwa na mizimu, alafu akaanza kuona njia zimefunguka, anapata hela nyingi, lakini akaacha kutoa fungu la 10 kwa wakati. Akaona kuona kama anamsifu tu Mungu mdomoni, asante Bwana, asante Bwana. Kwa hiyo pesa zikija anatumia hivi, hatoi fungu la 10. Ghafla milango ikaanza kufunga. Bwana akaniambia mwambie kosa ni la kwake. Ulinzi wake. Watu wanaoenda kwa waganga hawakosei. Mungu ananiambia wanaokuja kwenye sheria yangu, ninawaagiza watoe zaka na dhabihu, ili mimi nimkemee yule alaye, yule anayekuja kuharibu maisha yao, lakini wanakataa. Wanafungua milango wenyewe. Waambie watembee katika utakatifu baada ya kuokoka na baada ya kufunguliwa na mizimu. Usimtende Mungu dhambi. Jilinde kinywa chako, nena maneno ya adili. Angalia maneno unayosema kabla hujasema, ili adui asikukamate tena. Na unapobarikiwa, toa fungu la 10 hata kama watu wengine hawajui. Ndipo Mungu aonaye sirini, ulinzi wako utadumu, na si kwako tu, na kizazi chako, na baraka zako hakuna atakayezipokonya. Jesus. Jesus. Baba, ninakushukuru kwa kuwa watu wako wamesikia neno lako. Na mimi naomba Mungu katika jina la Yesu Kristo, wale walio na magonjwa ambao magonjwa hayo yamesababishwa na mizimu. Kuna watu wana magonjwa lakini yamesababishwa na mizimu, na wengine kwenye familia zilikotoka walikuwa na laana za magonjwa.
Kama wewe ni mgonjwa, shika kifua chako mahali ulipo. Mungu amekufundisha njia ya kutoka. Baba, ninasimama mbele za uso wako, na watoto wako wamesikia neno lako, wameelewa. Watakapokuomba, sema nao kwa njia yote, kama ulivyosema na wale watu wakuu waliokuwa kwenye kasri la Farao, ambao walishika nafasi zao, lakini wakaondolewa nafasi zao na mizimu. Lakini Bwana, mwingine ulimrudisha na mwingine aliuawa. Ninaomba asiwepo atakayeuawa hata moja, kwa kuwa watu wako wamelisikia neno lako, na neno lako ni uzima. Na kutoka sasa wale waliokamatwa na mizimu kwa njia ya magonjwa ambayo ni laana ya mizimu huko walikotoka, unakuta wao hawana makosa, lakini waliokosea ni wazazi wao, ni ndugu zao, wakawa wanatembea chini ya mikosi, chini ya kukataliwa. Ninakusihi Bwana, kwa jina la Yesu Kristo, watu wako sasa, fungua mbingu kwa ajili ya kuwahudumia. Naomba fungue mbingu kwa ajili ya kuwahudumia kila aliye na mlango wa asili ya laana ya magonjwa ambayo ilinena kwenye kizazi chake, imenena kwenye tumbo lake, imenena kwenye afya yake, imenena kwenye ngozi yake, imenena kwenye macho yake, imenena kwenye miguu yake, imenena kwenye neva zake. Kwa jina la Yesu Kristo, ninaamuru kutoka sasa vifungo vyovyote vya laana ya magonjwa. Nasema na laana za magonjwa, ninakuamuru kutoka sasa, vunjika. Achilia watu wa Mungu. Come out. Vifungo vya magonjwa, vifungo vya laana, vifungo vya mauti, come out. Roho ya kukosesha, na haribu hiyo roho ya kukosesha. Kuna watu ambao wamefungwa nafsi zao. Ukisoma katika Zaburi 84 na ule mstari wa 19, inaeleza, mtunga Zaburi anasema, nimefungwa nafsi yangu wala siwezi kutoka. Kuna watu ambao wamenenewa kwenye nafsi zao, wamefungwa. Hata wakati mwingine wanashindwa njia gani ya kutoka, na kutoka hapo wanapofungwa nafsi zao, hawapati tena ufahamu, hawapati yale maarifa ya kimungu yanaondoka. Hata kama wengine wanapata maarifa ya kufanya hiki na hiki, wanashindwa wao. Hivi nyewe mnafanyaje jamani? Kumbe mtu huyu alifungwa nafsi yake, akaondolewa maarifa. Nasema na hiyo roho ile kufunga nafsi yako na kuondoa maarifa ya Mungu ndani yako, kwa jina la Yesu Kristo, ng'oka. Come out. Come out. Waliofungwa nafsi zao alafu wakaondolewa maarifa. Kuna kitu kinaitwa maarifa. My God, kuna kitu kinaitwa maarifa. Wameondolewa maarifa. Kila mwanadamu alipewa maarifa. Ndio maana ukisoma katika Methali sura ile ya 8, ngoja nisome neno hili wakati umesimama, maana Roho Mtakatifu ananionyesha jambo hili. Methali sura ya 8 na ule mstari wa 14, mstari wa 14a, Biblia inasema, shauri ni langu na maarifa yaliyo sahihi. Na maarifa yaliyo sahihi, mimi ni ufahamu, mimi nina nguvu. Nasema na maarifa yaliyo sahihi. Wote walioondolewa maarifa ya Mungu ndani ya fahamu zao, katika jina la Yesu, ninaamuru nafsi yako ifunguliwe. Shetani, achilia nafsi za watu hawa. Wameondolewa maarifa. Ukikuta mtu anaambia huyu ana ufahamu mzuri, maana yake ndani yake ana maarifa.
Ndio maana mtu anaweza kuambia, ngoja nikuambie kaka, ngoja nikuambie kaka, ngoja nikuambie dada, ngoja nikuambie ndugu yangu, hii kitu tutafanya hapa, hii tutakwenda hapa, hii tutafanya hii. Hayo ni maarifa. Jesus. Shika ufahamu wako. Bwana anaambia narudisha maarifa. Sikiliza, watu matajiri wote, angalia, ndio maana wana biashara tofauti lakini wanapata pesa nyingi. Ndani yao kuna nini? Kuna maarifa. Katika jina la Yesu Kristo, wengine wameondolewa maarifa, wakawekewa kipaji cha uso chake kikawekewa najisi, wakawekewa najisi. Sura ya kwanza au ya pili ya Malaki wanasema nyuso zenu zimepakwa mavi, maana yake kitu kisichokulipa. Kwa jina la Yesu Kristo ninaachilia Bwana maarifa yako Mungu ndani ya watoto wako, ili waweze kutajirika, ili waweze kutembea sawa sawa na mapenzi yako. Nafungua maarifa yako Mungu ndani yao. Naachilia roho ya maarifa ndani ya fahamu zao. Naachilia roho ya maarifa ndani ya fahamu zao. Ndio maana hata ukisoma kitabu cha Daniel sura ya kwanza mstari wa 17 anasema vile wale vijana watatu Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu aliwapa maarifa. Jesus, Jesus, pokea maarifa ya Mungu, pokea maarifa mwanadamu, pokea maarifa kwa jina la Yesu. Chochote ulichonenewa nafsi yako kikafunga ufahamu, kikafunga maarifa, ninafungua nafsi yako, ninafungua. Sema fire, 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 sema fire. Jesus, come out. Na achilia moto, moto ule ambao ulichochewa na maadui mara 7. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akaenda kutawala moto huo. Hata kama amekufunga nafsi yako, umeteseka muda mrefu, nasema sasa hii ni mara ya mwisho. Bwana anakutetea. Yeye ni moto ulao, anaharibu hiyo nguvu kwa moto wake, kwa moto wake. Nafungua nafsi yako, nafungua nafsi yako. Naachilia maarifa, maarifa ya kufanikiwa, maarifa ya kuelewa, maarifa. Pokea maarifa kwa jina la Yesu. Na laana za magonjwa uliotamkiwa, nasema kutoka sasa, laana za magonjwa, pepo tumbo, pepo tumbo, pepo tumbo, fibroid, fibroid, yeah, fibroid, fibroid, you fibroid spirit, you fibroid spirit, I command you in the mighty name of Jesus, come out. Walifunga nafsi yako mpaka na tumbo lako lina shida. Ninaona nguvu za giza kwenye tumbo kwa jina la Yesu Kristo. Mzunguko wote wa tumbo, kuvimba tumbo, katika jina la Yesu Kristo ninaharibu hiyo nguvu inaleta shida kwenye tumbo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninaharibu hiyo nguvu inaleta shida kwenye tumbo. Achilia hilo tumbo, achilia hiyo kizazi, achilia hilo tumbo in the mighty name of Jesus. Out. Kuna mtu anasumbuliwa na upeke, upeke, upeke. Kataa upeke, upeke. Come out. Unafunguliwa kipaji chako, unafunguliwa ufahamu wako, yanaachiliwa maarifa, 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 maarifa. Watu wote walioinuliwa na Mungu wanapewa maarifa kwa jina la Yesu Kristo. Fahamu zikiwa salama, unaachiliwa maarifa ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia maarifa kwenye ufahamu wako, naachilia maarifa kwenye kumbukumbu zako, naachilia maarifa. Na hautabaki jinsi ulivyo, hautalia tena. Baba, asante. Na wale waliofungwa fahamu za rohoni, na wafungwa ili wakafanya sawa sawa na mapenzi yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wamekuwa wakinungunika, Mungu hataki manunguniko.
Kataa manunguniko. Kataa manunguniko. Furahia Bwana na kutakasa na kukubariki. Na takasa fahamu wako na kuwekea ulinzi. Takasa fahamu wako na kuwekea ulinzi. Na magonjwa yasiwe sehemu ya maisha yako tena. Na kufungua na kukuweka huru katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mpe Yesu makofi. Namisha kichwa chako. Kama hujampa Yesu maisha awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sema maneno haya kwa kumaanisha. Sema, Bwana Yesu, nimelisikia neno lako. Ninaomba kutoka leo niwe na ushirika na wewe. Ninatubu dhambi zangu na kuziacha. Na Bwana Yesu nisamehe. Liandike jina langu katika kitabu chako cha uzima. Na ulifute jina langu katika kitabu chako cha hukumu. Asante Bwana Yesu kwa kunisamehe dhambi zangu. Asante kwa kuniokoa. Nimeokoka sasa katika jina la Yesu Kristo. Baba, wabariki watoto wako. Walinde Bwana. Asante kwa ajili ya ibada. Asante kwa kila moja. Wanapoondoka, neema yako iende pamoja na wao na ulinzi wako kawe pamoja nao. Katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo. Na watu wote tuseme amina. Hallelujah.